Ndoa ni jina ambalo linajielezea kwa sura yake ya muonekano wa uzao. Kwa kuwa ili chochote kioane au kifanane na hapo, au ili chochote au vyote hivyo vifanane, ni lazima viwe vimezaana. Ni lazima kiwe kimezaana, ikimaanisha kimezaa au kimezaliwa hapo kilipooana au kufanana. Na huyu ni Andy Gwinyo. Ninazungumza kuhusu ndoa sehemu ya kwanza. Ndio, ndoa imejieleza yenyewe kwamba ni muonekano wa sura ya uzao, kwa sababu kinachooana na kingine vinavyofanana ni vile vilivyozaana, ikimaanisha kilichozaa au kuzaliwa na pale kinapofanana. Na kwa jinsi hiyo, ndoa kuwa imekamilisha maelezo yake ya jina lake ndoa, kwamba ni uhalisia, hauwezi kufanana na popote pale kama haujazaliwa hapo. Ndio maana hata yule mtu wa kwanza Adamu, kwa kuandikwa kwake kwamba mwanamke amefanana na Adamu kwa kuzaliwa kutoka katika mbavu za Adamu za mwanamume. Kigezo cha kufanana ni uzao. Ni lazima uwe umezaliwa kwenye hicho unachofanana nacho. Ni lazima uwe umezaliwa kwenye hicho unachooana nacho. Hicho kinachooana nacho, hicho unachofanana nacho, hivyo unavyofanana navyo, ni lazima viwe vimezaliwa na wewe. Na kwa jinsi hiyo ndio kuitwa ulioana, yani jina ndoa. Haijalishi umezaliwa kwa jinsi ipi au umevizaa kwa jinsi ipi, iwe ni kwa neno, iwe ni kwa damu yako, iwe ni kwa nyama yako, iwe ni kwa mbavu zako, iwe ni kwa elimu yako, iwe ni kwa taaluma yako, iwe ni kwa harufu yako, iwe ni kwa umbo lako,
iwe ni kwa jinsi yoyote ile, au kwa neno moja, kwa uwepo wako, ila ni lazima uwe umezaliwa au umezaa. Nawe kuwa ndio mwenye kufanana au kuoana na yule aliyekuzaa au yule uliyemzaa katika jinsi ya uwepo wako. Na ndio maana ikaitwa jina ndoa katika maana hiyo. Kwa hiyo ninapozungumza kuhusu ndoa, ni jina kamili au utawala kamili unaojielezea wenyewe, uliojikamilisha pasipo kuongeza wala kupunguza, wala kuingiliwa wala kuchonganishwa. Umejielezea vyema kwamba ni mwonekano wa sura ya uzao wa kilichozaliwa au kilichozaa, na ndio ikabeba maana ya kuoana au kufanana au vilivyofanana, vilivyooana. Na kufanya ndoa kuwa ni jina kamili, na nje ya jina ndoa sio ndoa. Jina lingine kwa kutamkwa tofauti na jina ndoa kwa kutamkwa sio ndoa. Hicho ni sura ya kufanana au picha ya ndoa. Narudia tena hapa kwamba jina lingine kwa kutamkwa tofauti na jina ndoa kwa kutamkwa sio ndoa. Kwa kuwa jina hilo lingine lina maana yake nyingine, na kufanya jina lingine kuwa ni sura ya ndoa, kimaanisha msaidizi wa jina ndoa. Kwa hiyo mume sio ndoa, kwa kuwa ana maana nyingine sawa na jina lake. Mke sio ndoa, kwani ana maana nyingine kwa sawa na jina lake. Jina lingine lolote sio ndoa, kwa kuwa jina hilo lina maana yake. Ila mume, mke, mtoto, nani ni msaidizi au sura ya kufanana
ikimaanisha picha ya jina ndoa. Haijalishi ni jina gani kwa kuitwa kwake, lina mwonekano wa gani, lina ukubwa gani, ila jina hilo ni sura au picha ya jina ndoa, kimaanisha kwamba msaidizi au pumziko la ndoa. Kwa hiyo mume wako, mke wako, mtoto wako, mzazi wako, fedha, mali na kingine chochote sio ndoa. Huyo, hicho ni msaidizi wa ndoa. Narudia tena hapa kwamba huyo, hicho katika jinsi na jina lolote sio ndoa. Huyo ni msaidizi wa ndoa. Wewe katika jinsi na jina hilo sio ndoa, ila ni msaidizi wa ndoa, ikimaanisha ni picha ya jina ndoa. Na jinsi unavyoonekana ndio usaidizi wenyewe. Na jinsi unavyoonekana kwa kuzaliwa katika jinsi na jina hilo ulilonalo ndio usaidizi wenyewe kwa ndoa, ndio pumziko lenyewe la ndoa. Ndiyo pumziko lenyewe la jina ndoa. Huyo unayemtazama, jinsi alivyo kwa mwonekano wake, ndiyo picha ya jina ndoa. Na kama jinsi vile ilivyo picha ipo sawa sawa na yule mwenye picha, kwamba picha hiyo haijapungua wala kuzidi, ndivyo ilivyo huyo mumeo, mkeo. Ni picha ya ndoa, ni msaidizi wa ndoa, pasipo kupungua wala kuzidi. Jinsi anavyoonekana kwa jinsi ya uwepo wake ndio usaidizi kamili wa ndoa. Ndio. Kwa hiyo popote pale ulipo katika jinsi na jina hilo, unaitawala ndoa kwanza kwa kukubali utawala wa ndoa hiyo unaitawala, kwa kukubali utawala wa jina ndoa unautawala. Kwa hiyo wewe mume,
unakuwa ni mtawala wa ndoa kwa kukubali utawala wa jina ndoa unaotawala. Mume, mke, mtoto, yoyote yule, chochote kile, popote pale ulipo wewe, unakuwa ni mtawala wa jina ndoa, kwa maana yake kwa kukubali utawala huo wa jina ndoa unao utawala. Na kufanya ndoa kuwa ndio msaidizi wa jina lako. Ndoa kuwa ni picha au ni sura ya jina lako. Kimaanisha pumziko lako. Ndoa kuwa ni pumziko lako, ikimaanisha kwamba chochote kilichozaa au kuzaliwa kuwa ni sura au picha ya jina lako, kwa maana kwamba msaidizi au pumziko lako. Na bila shaka umeikubali ndoa kwa uwepo wako, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa, katika jinsi na jina ulilo nalo, si kwa namna yoyote nyingine, bali kwa uwepo wako hapo ulipo. Kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipo, tayari umeikubali ndoa unayoitawala, na kufanya hakuna namna yoyote ndoa kutokukutumikia au kukusaidia au kuwa pumziko lako, ikimaanisha kwamba hakuna namna yoyote, chochote kilichozaliwa, chochote kilichozaa, yoyote aliyezaliwa, yoyote aliyezaa kutokukutumikia. Kimaanisha kwamba uwepo wake wote wa mwonekano wake wote kuwa ni kwa ajili ya uwepo wako kwa jina hilo ulilo nalo, ni kwa ajili ya kulipumzisha, kukupumzisha popote pale ulipo, ni kwa ajili ya kufanikisha chochote kile unachokifanya. Kwa hiyo haijalishi hapo ulipo umezungukwa na nini, haijalishi ni nini unakisikia, haijalishi ni nini unakiwaza, haijalishi ni nini kipo, ila kikiwa kimezaliwa au kimezaa, haijalishi kimezaliwa kwa jinsi ipi, kwa neno
kwa ujuzi, kwa kutengenezwa, kwa kuumbwa, kwa kufanya jinsi yoyote ile, huyo hana namna ya kutumikia. Maisha yake yote kuwa ni kwa ajili ya kukutumikia au kukusaidia, kwani huyo ni picha au ni sura ya jina lako hilo. Ndio kama vile moto unavyoonekana kwa ukubwa wake na utisho wake, ila si kitu kwako. Kwa jinsi ulivyo hivyo upo kukutumikia, na unakutumikia sawasawa na mapenzi yako na jinsi vile wewe ulivyo katika jina hilo. Ndivyo ilivyo kwenye chochote kilichopo. Haijalishi unasikia utisho upi, haijalishi unasikia kinaogofya kama nini, ila hicho kwa kuzaliwa, kwa kuzaa, huyo ndio msaidizi wako, ikimaanisha ni ndoa unayoitawala. Ni msaidizi wa ndoa unayoitawala, ikimaanisha ni ndoa yako, ni ndoa ya usaidizi wako. Ndio mume huyo, mke huyo, familia hiyo, taifa hilo, popote pale umefanana vimefanana na wewe katika jinsi na jina hilo lako, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa. Na kufanya huyo mume uliye naye, huyo mke uliye naye ni wa kwako wewe, kwa kuzaliwa na wewe. Hajazaliwa na wazazi ili awe mume wako awe mke wako, bali amezaliwa na wewe na uwepo wako, kwa jinsi yoyote ile, kwa upendo, kwa fikra, kwa mawazo, kwa muonekano au kwa neno moja, kwa uwepo wako wewe na kuwa wako. Hajazaliwa na taifa hilo, hiyo fedha, ili ioane na wewe, ili iwe wako. Imezaliwa na uwepo wako na kufanya ikawa ni ya kwako, msaidizi wako. Hilo taifa halijazaliwa na mwingine yoyote, limezaliwa na uwepo wako, na ndio maana limeitwa msaidizi wako. Ni la ndoa yako, ni ndoa inayokusaidia. Basi popote pale ulipo, umepokea ndoa ya pumziko lako, ndoa ya kufanana na wewe, ndoa ya usaidizi wako. Mali, fedha, tajiri, uponyaji, mafanikio ya uwepo wa jina lako hapo ulilo nalo. Umepokea uponyaji, umepokea mafanikio, umepokea utajiri, umepokea elimu, umepokea mume, umepokea mke, umepokea msaidizi wa sura ya jina lako popote pale ulipo.
umepokea mume wa pumziko lako, mke wa pumziko lako, fedha za pumziko lako, utajiri wa pumziko lako, viungo vya pumziko lako, macho mapya ya pumziko lako, uonaji wa pumziko lako, viungo vipya, moyo mpya, seli mpya za damu, nyumba na chochote kilicho cha usaidizi wako, kimaanisha kwamba umepokea ndoa ya jina la uwepo wako popote pale ulipo, na imekuwa kwako. Kwa hiyo hata kabla ya muda wowote kuisha, umepokea tayari mume wa usaidizi wako, umepokea mke wa usaidizi wako, umepokea mafanikio ya usaidizi wako, umepokea chochote kilichozaa au kuzaliwa kwa ajili ya kukusaidia, na chochote kile kitakachokifanya au kukitenda inakuwa ni kwa ajili ya kukisaidia tu unachokifanya, kuyasaidia tu maisha yako, kusaidia tu elimu yako, kusaidia tu familia yako, kusaidia tu uwepo wako, kusaidia tu ndoa yako, kusaidia tu familia yako, kusaidia tu kijiji chako, kusaidia tu taifa lako, kukusaidia popote pale ulipo, kufanikisha chochote unachokifanya na kufanya uwepo wako katika ndoa hiyo, uwepo wako, utawala wako wa ndoa hiyo ulioikubali kuitawala kuwa ni pumziko lako. Umepokea pumziko hili na furaha ya ndoa yako, pumziko ya ndoa yako ipo pamoja na wewe. Basi leo hii inaishia sehemu hii ya kwanza. Usikose sehemu zinazoendelea. Pia tazama mafundisho yote mengi kwa jinsi utakavyo katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyu. Usikose sehemu zilizokupata na pumziko hili kwa hakika la ndoa yako, mume, mke, mtoto, familia, fedha, mali na kitu chochote kile kilichozaa na kilichozaliwa lipo pamoja na wewe hapo ulipo, kwani huyu yoyote aliyekuzunguka, chochote atakachokifanya, maisha yake yote yatakuwa ni kwa ajili ya kufanikisha uwepo wako, kwani huyo ndiye msaidizi wako, huyo ndiye ndoa ya usaidizi wako. Umepokea na amekuwa kwako.